أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ndugu yangu Muislam, tunakuombea Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala awatakabalie amali zenu inshallah na zetu pia kwa mwezi huu, mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ikiwa tulianza maongezi yetu katika sura ambayo kwamba ni Suratu Shura aya ya 13 na 14, na tulianza kwanza na aya ya 13. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaendelea anasema, Bismillahir Rahmanir Rahim, Shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayk wama wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi kabura ala al-mushrikina ma tad'uuhum ilayhi Allahu yajtabi ilayhi man yasha'u wa yahdi ilayhi man yunib. Sadaqa Allahu al-aliyyul azim. Mwenyezi Mungu katika aya hii anasema kwamba amekuamrisheni dini ile aliyomuhusia Nabii Nuh alayhi salam, na tuliokufunulia wewe, yani tuliokufunulia wewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alafu anaendelea, wama wasaina bihi Ibrahima wa Musa wa Isa, na tulio wahusia Ibrahim, yani Nabii Ibrahim alayhi salam, wa Musa na Nabii Musa alayhi salam, wa Isa na Nabii Isa alayhi salam. Anaendelea anasema, an aqimu dina wala tatafarraqu fihi, kwamba shikeni dini wala msifarikiane kwayo, yani katika hiyo dini. Anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kabura ala almushrikin, ni magumu kwa washirikina, ma tad'uuhum ilayhi, hayo ambayo kwamba unayo waitia kwayo, ambayo kwamba ni Uislamu. Anasema Mwenyezi Mungu, Allahu yajtabi ilayhi man yasha, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala humteua kwake mtakaye. Kisha namalizia anasema, wa yahdi ilayhi man yunib, na humwongoa kwake aelekeaye. Sasa baada ya kumaliza maelezo ya aya hii, turudi katika tafsiri ambayo kwamba tulifika katika tafsiri ya pili, ambayo kwamba ni tafsiri ya shekhe wetu ambaye kwamba ni Sheikh Makarim Shirazi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kumhifadhi. Tulianza na mukaddima, lakini tunaendelea na maelezo ambayo kwamba anaelezea katika tafsiri hii. Taban tulisema kwa ajili ni mwezi wa Qur'an, tutakuwa tuna base zaidi katika Qur'an, kisha tukiwa tunakuja na natija ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anataka tuwe ni wenye kushikamana nayo katika hizo aya ambazo kwamba tutakuwa ni wenye kuzitaja. Kwa hivyo anwani ilikuwa ni sheria ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anaendelea anasema, lihadha sabab, kwa sababu hii, hunaka adilla kathira, yani kuna dalili nyingi sana ambayo kwamba tumesoma katika aya hiyo. Anasema kuna dalili nyingi sana fi ayatin qur'aniyya, katika aya za Qur'an, aya za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tubayyin, ambazo kwamba dalili hizo zinabainisha nini? Anna al-usul al-amma lil-aqaid, kwamba misingi jumla za aqida. Hapa kwanza tutasimama tuelezee kitu. Kuna misingi jumla ambazo kwamba ni za kiaqida baina ya dini za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na hizi aqida ambazo kwamba ni msingi
ni tatu ambazo kwamba zinajulikana. Yani katika kila dini utapata kwamba mambo haya wanayo. Ya kwanza kabisa ni maswala ambazo kwamba zinahusiana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani hii dini kama ni dini, hakuna vile itakuwa dini bila ya kuongea kuhusiana na muumba ambaye kwamba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna. Kwa hivyo hiyo ni nukta muhimu sana. Kwa hivyo dini hakuna vile inaweza kuwa inaitwa dini pasina msingi wa mwendeshaji wa ile dini, hakuna. Hiyo ni nukta ya kwanza. Alafu nukta ya pili ni utume. Ni nani ambaye kwamba atakayefikisha ile dini kwa watu? Bali tunapata lazima kutakuwa kuna mtu ambaye kwamba ni wasita, yani ni mtu ambaye atachukua jukumu, ama huyu ambaye kwamba ni Mungu atampa jukumu la kufikisha ujumbe kwa watu. Kwa hivyo ndo maana katika Uislamu tunaita nubuwa, yani utume ambaye kwamba ni prophethood. Sasa yule mtume atakuwa na jukumu la kuchukua yale mafundisho kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ima kwa Mwenyezi Mungu moja kwa moja au kupitia malaika Jibril. Kwa hivyo hiyo ni usul ya pili, yani ni msingi wa pili ambayo kwamba inaitwa al-usulul amma lilaqaid. Msingi wa tatu ni msingi wa siku ya mwisho, yani ya siku ya Kiyama. Yani kwamba kuna maisha ya duniani na tunajua kwamba mwanadamu ni mahdud, mwanadamu yuko limited, yani mwanadamu ana mwanzo wake, anazaliwa tarehe fulani na anakufa na anafariki tarehe fulani. Kwa hivyo inamaanisha kwamba siku anafariki anaenda wapi? Siku anafariki anaenda kwa nani? Kwa ajili lazima tumzike. Je, ni mwili ndiye ambaye kwamba tunazika na maisha yake naisha, ama ni roho ambaye kwamba ndiyo inatolewa na mwili inazikwa na maisha ya roho bado inakuwa ni yenye kuendelea? Na itakapoendelea kuna siku, je, watu watafufuliwa wawe ni wenye kurudi katika dunia nyingine ambayo kwamba si dunia hii, waweze kuhesabiwa amali zao ambazo kwamba wamefanya katika dunia hii. Kwa hivyo hiyo siku ambayo kwamba wanafufuliwa inaitwa siku ya Kiyama. Kwa hivyo utapata katika madini ambazo kwamba tunazo zinakuwa ni zenye kuongelea kuhusiana na hizi nukta tatu. Nukta ya kwanza ni kuhusiana na Mungu Muumba. Nukta ya pili ni kuhusiana na utume, nani ambaye kwamba anakuchukua risala ya Mwenyezi Mungu. Nukta ya tatu ni kuhusiana na siku ya mwisho. Ndio maana anasema tubayyin, yani hizi aya zinabainisha nini? Anna al-usula al-amma lil-aqaid, hizi misingi ambazo kwamba ni ya jumla inaingia katika kila dini ya aqida, wal qawanin, na si pia hizi misingi na kanuni ambazo kwamba ni sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambazo kwamba ni sheria mwanadamu atakapozaliwa, atakapofika umri wa kuwa ni mukallaf, kuna vitu ambavyo kwamba vinakuwa ni haramu kwake na vitu ambavyo kwamba vinakuwa ni halali kwake. Vitu ambavyo kwamba vinaweza kupatia mipaka vitu vya haramu na vitu vya halali zinaitwa kanuni ambazo kwamba zinamlinda huyu mwanadamu na zinamchunga na zinamwendesha mwanadamu. Watalimat wahida fi jamii al-adyan, anasema kwamba hizi tutakaporudi katika hizi kanuni na mafunzo, tukirudi katika dini zote kuanzia Nabii Ibrahim alayhi salam, kuanzia Nabii Adam alayhi salam mpaka zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunapata ni kanuni moja, hazina tofauti, na ambazo kwamba inshallah taala katika aya ambazo kwamba zinakuja tutaziona, yani tutaziona vizuri sana katika maneno haya ambayo kwamba tunayasema. Kwa hivyo ndio maana anakuja na mifano, anatupatia mifano katika aya mbalimbali ambazo kwamba zinahusiana na swala hili. Anasema kwamba famathalan, mfano, naqra'u fil Qur'an
Karim, yani tunasoma katika Qur'ani tukufu bikhusus, yani kwa khasa na khasa, sharhi hali al-adid min al-anbiya, yani maelezo mbalimbali ya manabii, yani maelezo mbalimbali ya manabii kadhaa, anna ya kwamba anna awwala da'watin, yani kwamba da'wa ya kwanza, ile da'wa ya kwanza, yani mwito wa kwanza ambao kwamba manabii alayhimussalam waliokuwa wanaitia watu ni nini? Kanat, ilikuwa ni nini? Ni at-tauhid, ni kumlingania Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ataanza kueleza kutaja baadhi ya sura ambazo kwamba zinaeleza yake. Sura ya kwanza ambayo kwamba inaeleza maneno yake ni kwamba ni sura Al-A'raf, sura ya A'raf aya ya 59. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema bismillahir rahmanir rahim, laqad arsalna nuhan ila qaumih faqala ya qaumi abudu llaha ma lakum min ilahin ghayruh inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim. Sadakallahu al-aliyyul adhim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anasema kwamba laqad arsalna nuhan ila qaumih, anasema hakika tulimpeleka Nuh, yani Nabii Nuh alayhi salam, kwa kaumu yake, kwa watu wake. Faqala, akasema Nabii Nuh alayhi salam, ya qaumi ibudullah, enye qaumi yangu, enye watu wangu, mwabuduni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, elekeeni Mola wenu Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ni muumba Subhanahu wa Ta'ala, ma lakum min ilahin ghayruh, nyinyi hamna Mungu mwingine illa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha namalizia anasema inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim, hakika mimi nina kuhofieni nyinyi adhabu siku iliyokuwa, yani nina hofu kwenu nyinyi wakati ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kuadhibu kwa ajili hamjanisikia mimi. Kwa hivyo aya hii ya kwanza inaishiria kwamba Nabii Nuh alayhi salam amelingania watu wake kumwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumwelekea muumba wao. Aya pili ambayo kwamba iko katika hiyo sura, aya ya 65, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema bismillahir rahmanir rahim, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh afala tattaqun. Anasema na kwa Ad, yani kwa Ad, hawa ni watu tulimpeleka ndugu yao, tulimpeleka ndugu ambao kwamba anatokamana na wao, ambao kwamba nani? Nabii Hud alayhi salam. Akasema, yani Nabii Hud, faqala au qala, si faqala, ni qala, akasema ya qaumi ibudullah, enyi kaumi yangu mwabuduni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ma lakum min ilahin ghayruh afala tattaqun, ninyi hamna Mungu mwingine illa yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala tattaqun, basi je hamumchi huyu Mungu wenu, hamwezi kumwogopa huyu Mungu wenu ambaye kwamba amewaumba. Hii ni aya pili ambaye kwamba tunaona Nabii Hud alayhi salam analingania watu wake katika kumwabudu Mwenyezi Mungu na katika kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya tatu ambayo kwamba iko katika sura hiyo hiyo, aya 73, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema bismillahir rahmanir rahim, wa ila thamuda. Sasa hawa tena ni kaumu wengine. Wa ila thamuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum
adhabun alim. Sadaqallahu al-aliyyul adhim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anasema kwamba na kwa Thamud, wa ila Thamud, na kwa Thamud akhahum Saleha, tulimpeleka ndugu yao ambaye kwamba anaitwa Nabii Saleh alayhi afdalus salat wassalam. Qala, Nabii Saleh akasema, ya qaumi ibudullah, enyi kaumu yangu mimi, mwabuduni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ma lakum min ilahin ghayru, hakika nyinyi hamna Mungu illa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad jaatkum bayyinatun min rabbikum, hakika imekwisha kufikieni ishara. Bayyina maana yake ni ishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani aya, dalili kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kad jaatkum bayyinatun min rabbikum, imekujieni au imewajieni ishara kutoka kwa Mola wenu ambaye kwamba ni Mola wenu mlezi, ndiye ambaye kwamba anawalea nyinyi. Hadhihi naqatullahi lakum aya. Sasa hii ni kama anaelezea hii aya ni gani. Anasema kwamba hadhihi naqatullahi lakum, basi huyu ni ngamia jike ambaye huyu ni ngamia jike wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyekuwa ni ishara kwenu. Hadhihi naqatullahi lakum aya fadharuha, basi mwacheni. Fadharuha taakul fi ardhillah, basi mwacheni ale kwenye ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anaendelea Nabii Saleh anasema, wala tamassuha bisuin fayakhudhakum adhabun alim, wala msimdhuru huyu ngamia, wala msijaribu kumdhuru, kumchinja, kumla na kitu kama hicho, basi itakuwa ni yenye kukufikieni adhabu chungu kutoka kwa Mola wenu mlezi. Hii ni aya ya 3, inaonyesha kwamba Nabii Saleh alayhi salam amelingania watu wake kumrudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwamba mwanzo tulisema kwamba miongoni mwa al-usulul amma ni nini? Ni kulingania manabii alayhimus salam kujua na kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya nyingine ambayo kwamba iko katika hiyo sura ambayo kwamba ni Suratul A'raf aya ya 85. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa ila Madyan. Angalia Mwenyezi Mungu vile anatumia ufasaha katika Qur'an. Nabii wanne ni nani? Wa ila Madyana akhahum Shuaiba qala ya qaumi a'budu llaha ma lakum min ilahin ghayruh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kayla wal mizana wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dhalikum khayrun lakum in kuntum mu'minin. Sadaqallahu al-aliyyul adhim. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba wa ila Madyana akhahum Shuaiba, na kwa watu ambao kwamba wanaoishi Madian tulimtuma ndugu yao ama kaka yao ambaye kwamba ni Shuaib, Nabii Shuaib alayhi afdalus salati wassalam. Huyu Nabii Shuaib akasema, qala, akasema Nabii Shuaib, ya qaumi ibudullah, enyi watu wangu mwabuduni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ma lakum min ilahin ghayru, hamna Mungu mwingine isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qad jaatkum bayyinatun, basi imekwisha kukufikieni ishara na hoja kutoka kwa Mola wenu ambaye kwamba ni Mola wenu mlezi. Fa'awful kayla wal mizan, basi anasema basi timizeni
sawa sawa vipimo na mizani, yani msijaribu kudhulumu, msijaribu kudhulumu watu, msijaribu kuwahadaa watu. Na tunaona Nabii Shuaib ni nani, na nabii wetu ambaye kwamba Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni nani. Zama za Nabii Shuaib ambaye kwamba ni mkwe wake Nabii Musa alaihi salam, zama za Nabii Musa na zama za nabii wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wapi na wapi. Sio hiyo peke yake, na zama ambazo kwamba sisi tunaziishi. Angalia, Nabii Shuaib amewaamrisha watu wake wawe ni wenye kutofanya dhulma katika vipimo, yani katika kupima na katika kila kitu. Lakini zama zetu pia hiyo hukumu ipo. Sasa ndo Nabii Shuaib anasema, wala tabkhasu nnasa ashyaahum, wala msifanye uharibifu katika nchi. Afwan, wala tabkhasu nnasa ashyaahum, wala msiwapunje watu vitu vyao. Kisha anaendelea anasema, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wala msifanye uharibifu katika nchi baada ya kuwa imekwisha tengenea, imekwisha kuwa iko sawa. Kisha anaendelea anasema, Mwenyezi Mungu, dhalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, hivi ndivyo bora kwenu ikiwa nyinyi ni waumini. Hiyo ni aya nyingine ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anaongea kuhusiana na Nabii Shuaib alayhi salam kwenda kwa watu wake. Kwa hivyo katika hizi aya nne tumeona kwamba Mwenyezi Mungu amewatuma hao manabii kwenda kuwalingania watu kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuwapa hukumu ambazo kwamba zinahusiana na wao, ima kujitenga na ima kushikamana na ile hukumu. Anaendelea anasema shekhe kwamba katika sura ya pili, hiyo ilikuwa ni suratul A'raf. Anaendelea anasema katika sura ya pili ambaye kwamba ni surat Hud aya ya 50, anasema kwamba bismillahir rahmanir rahim, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayruh in antum illa muftarun. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii, wa ila adin akhahum huda, na kwa kina Ad tulimtuma ndugu yao ambaye kwamba Nabii Hud alayhi salam. Qal, akasema, ya qaumi ibudullah, enyi watu wangu mwabuduni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ma lakum min ilahin ghayru, nyinyi hamna Mungu isipokuwa yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, in antum illa muftarun, nyinyi si chochote ila ni wazushi tu. Mtakapokuja na vitu ambavyo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hayataki, sheria ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hajasema, basi mnakuwa ni wenye kuzusha. Kama katika hii zama pia tunaona kuna watu wanakuja na sheria ambazo kwamba ni zao, sio sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutaweza kuweka katika aya hii. Aya ya 61 pia katika sura Hud, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia anakuwa ni mwenye kukariri, na tumerudia aya hizi na tumeweka aya hizi kwa maksudi kwamba iwe ni katika njia ya kufanya kitu kinachoitwa ta'kid, yani kusisitiza ni nini ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an. Anaendelea anasema Mwenyezi Mungu katika aya ya 61 ambayo kwamba ni surat Hud, bismillahir rahmanir rahim, wa ila thamud akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ila thamud akhahum saliha, na kina Thamud
tuliwapelekea ndugu yao ambaye kwamba ni Nabii Saleh alayhi salam. Qala, akasema Nabii Saleh alayhi salam, ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghairuh, enyi watu wangu mwabuduni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, nyinyi hamna Mungu illa yeye tu peke yake. Huwa anshaakum min al-ardhi. Angalia sasa, anakuja na sifa ya huyu Mungu. Huyu Mungu ni nani? Anasema kwamba huwa anshaakum min al-ardhi, yeye ndiye aliyekuumbeni katika ardhi, yeye ndiye amekuwekeni katika ardhi. Kisha anaendelea anasema, wastamarakum fiha, kisha anaendelea anasema yeye ndiye alikuumbeni katika ardhi na akakuwekeni humo. Wastamarakum fiha, na akakuwekeni katika ardhi ili mfanye kitu kinamuimarisha ardhi, muwe ni wenye kuipamba ardhi na vitu kama hivyo. Kisha anaendelea anasema, fastaghfiruhu, basi muombeni huyu Mungu wenu msamaha. Kisha anaendelea anasema, thumma tubu ilay, kisha mtubu kwake yeye. Inna rabbi qaribun mujib, hakika Mola wangu mlezi yuko karibu, anaitikia maombi. Qaribun mujib, yuko karibu huyo muumba wangu. Mujib ni mwenye kuitikia maombi. Aya ya 84 katika surat Hud, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, bismillahir rahmanir rahim, wa ila thamud akhahum saliha qala ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayruh huwa anshaakum min al-ardi wastamarakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Anaendelea anasema kwamba na kina Thamud, wa ila Thamud, na kina Thamud akhahum saliha, tulimtuma ndugu yao ambaye kwamba Nabii Saleh. Qala ya qaumi ibudullah, akasema enyi kaumu yangu, ibudullah ama ubudullah, mwabuduni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ma lakum min ilahin ghairu, hamna Mungu mwingine isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha anasema huwa anshaakum min al-ardhi, yeye ndiye amekujalieni na amekuwekeni katika ardhi. Wastamarakum fiha, na akakuwekeni humo kwenye ardhi au katika ardhi. Fastaghfiruhu, basi muombeni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala msamaha. Kisha anasema thumma tubu ilayhi, muombeni msamaha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Inna rabbi qaribun mujib, mpaka mwisho wa aya. Baada ya kubainika kwamba manabii ambao kwamba waliotumwa ni wamekuja na kulingania watu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yani kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumpwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambaye kwamba kulingania huko ni kuthibitisha zile usulul amma, zile usul ama zile imani tatu ambazo kwamba ni za jumla. Ya kwanza kabisa tulisema ni ya tauhid, kumpwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hizi aya zinathibitisha kwamba manabii, kitu cha kwanza, walikuwa ni wenye kuwalingania watu katika tauhid, kuwarudisha watu na jamii yao na umma wao kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini saizi anasema haithu jaat, Sheikh anasema kwamba haithu jaat bitartib, yani imekuja kwa utaratibu sana, bikhusus Nuh, kutoka kwa Nabii Nuh alayhi salam, kisha ikakuja kwa Nabii Hud alayhi salam, kisha ikaja kwa Nabii Saleh alayhi salam. Baada ya kumaliza, wa fi makanin akhar, na katika sehemu nyingine, naqra, tunasoma
walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llah, kwa hakika tumewatuma fi kulli umma, katika kila umma, rasulan, tumemtuma mjumbe, ani'budu llah. Yule mjumbe kazi yake ni kusema nini? Kwamba mwabuduni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Angalia sasa katika suratul An'am, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema nini? Anasema bismillahir rahmanir rahim katika suratul An'am aya 130, anasema ya ma'ashara aljinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yundhirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu shahidna ala anfusina wa gharratuhumul hayatud dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ma'ashara aljinni wal ins, enyi makundi ya majini na watu na majini. Anaendelea anasema, je, alam ya'tikum rusulun minkum, je hawakukujieni mitume kutokana na nyinyi wenyewe? Hao mitume wanafanya nini? Anasema yakusuna alaikum ayati, wakikubainishieni aya zangu mimi, wayundhirunakum liqaa yaumikum hadha, na wakikuonyeni mkutano wa siku yenu hii. Yani hawa manabii kazi yao ni nini? Wanawaonya nini? Wanawaonya nyinyi katika kukutana na mimi siku hii ambayo kwamba ni siku ya Kiyama. Kisha anaendelea anasema, qalu shahidna ala anfusina, wakasema kwamba tumeshuhudia juu ya nafsi zetu. Shahidna ala anfusina wa gharratuhumul hayatud dunya. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea anasema, na yaliwadanganya maisha tu ya dunia. Baada ya kuingia katika dunia, maisha ya dunia ikawa ni yenye kuwaghuri, ikawa ni yenye kuwadanganya, wakasahau kila kitu, wakasahau amri za mitume, wakasahau sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha anaendelea anasema, washahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, na nao watashuhudia wenyewe kwa nafsi zao ya kwamba walikuwa makafiri. Wao wenyewe baada ya kuulizwa hilo swali watashuhudia, watasema kweli sisi tulikuwa ni makafiri na sisi tulienda dhidi ya manabii. Katika suratul A'raf aya ya 59 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba hakika tulimpeleka Nabii Nuh alayhi salam kwa kaumu yake, faqala ya qaumi ibudullah, basi naye Nabii Nuh akasema kwamba enyi kaumu yangu mwabuduni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hamna mola mwingine, hamna Mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim, hakika mimi ni nakuhofieni adhabu ya siku hiyo, siku kuu sana ambaye kwamba ni siku ya Kiyama. Naona hii ni nukta ya pili ambaye kwamba ni miongoni mwa usul misingi, miongoni mwa misingi jumla ya mwisho ambaye kwamba ni siku ya Kiyama. Katika sura nyingine ambaye kwamba ni miongoni mwa sura muhimu sana tena sana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataja manabii na kuelezea kuhusiana na manabii na kazi zao walifanya nini. Anasema katika suratul A'raf aya 135, bismillahir rahmanir rahim, kadhabat adunil mursalin, kina Ad waliwakanusha mitume. Hawa watu Ad, siku moja insha Allah taala katika siku zinazokuja tutaongea kuhusiana na Ad, tutaongea kuhusiana na Thamud, ndio tukiongea tukiwataja watu wataelewa au tutaelewa ni akina nani hao. Mwenyezi Mungu anasema kadhabat adunil mursalin, kina Ad waliwakanusha mitume.
idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun, alipowaambia ndugu yao Nabii Hud alayhi salam, je, hamuogopeni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kadhabat adunil mursalin, kina Adi pia waliwakanusha mitume. Inni lakum rasulun amin, hakika mimi kwenu ni mtume ambaye kwamba ni mwaminifu. Fattaqullaha wa atiun, basi mcheni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtiini mimi, yani mtiini mimi, mnitii mimi mola wenu. Wama as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Baada ya Nabii Hud alayhi salam kusema kwamba mnitini mimi na amri ambayo kwamba nimekuleteni, anasema wama as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin, wala sikutakieni juu yake ujira. Hii da'wa ambayo kwamba mimi nawaita, hii da'wa ambayo kwamba mimi nawafanyia, sitaki mnilipe chochote isipokuwa ni kufanya nini? In ajriya illa ala rabbil alamin, isipokuwa ujira wangu iko kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anaendelea anasema wama as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun, je, mnajenga juu ya kila mnyanyuko kumbusho la kukufanyia upuuzi. Watattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun, na mnajenga majengo ya kifahari, majengo makubwa makubwa. Watu walikuwa kabla yetu walikuwa wanajenga katika aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutakaporudi katika aya nyingi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutaona vipi watu walivyokuwa wanajenga, vipi watu walikuwa wanajenga majumba makubwa makubwa, walikuwa na miili mikubwa, walikuwa wanaishi katika sehemu ajabu ya ajabu zaidi. Inshallah Taala baadaye itakuwa ni wenye kuzitaja na kuzielezea. Watattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun, na mnajenga majengo ya kifahari, ya fahari kama kwamba mtaishi milele. Wa idha batashtum jabbarin, na mnapotumia nguvu mnatumia nguvu kwa ujabari, mnatumia nguvu pasina mipaka. Fattaqullaha wa ati'un, basi mcheni Mwenyezi Mungu na mnitini mimi. Na aya nyingine katika suratu Taha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kuonesha na kutoa dalili kwamba hawa mitume sisi tuliwatuma kwenu nyinyi, hawa mitume tuliwatuma kwenu nyinyi na sheria yangu mimi ili wafikishieni nyinyi. Anamwambia Nabii Musa alayhi salam, wama tilka biyaminika ya Musa, na nini hicho kilichomo mkononi mwako wa kulia ewe Musa? Nabii Musa akasema, qala hiya asaya atawakkau alayha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha maaribu ukhra, akasema kwamba hii ni fimbo yangu naegemea na nina waangushia majani kondoo na mbuzi wangu. Kisha anaendelea anasema, waliya fiha maaribu ukhra, tena inanifaa kwa matumizi mengine. Wanasema katika matumizi mengine, moja ustadhi wetu alikuwa anasema kama kwamba matumizi mengine ilikuwa ni kutandika watu na vitu kama hivyo. Anaendelea anasema, qala alqiha ya Musa, akasema itupe fimbo hilo ewe Musa, fimbo hiyo ewe Musa. Fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a, akaitupa mara ikawa nyoka anayekwenda mbio. Qala fakhudha wala takhaf sanuiduha sirataha alula, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Nabii Nuh alayhi salam, Nabii Musa alayhi salam afwan, ikamate, chukua, si nyoka tu basi, chukua, itarudi vile ilivyokuwa, wala usiogope, tutairudisha hali yake ya kwanza. Wadhmum yadaka ila janahika takhruju baydaa min ghairi su'in ayatan ukhra, na uambatanishe au uambatishe mkono wako kwenye ubavu, utatoka mweupe pasipokuwa na madhara yeyote ile. Linuriyaka min ayatina al-kubra,
ili tukuonyeshe baadhi ya ishara zetu kubwa. Idhhab ila firauna innahu tagha, nenda kwa Firaun, enda kwa Firaun ewe Musa, kwani hakika yeye amepindukia mipaka, yani amepita mipaka. Qala rabbi shrah li sadri, Nabii Musa alayhi salam akasema kwamba ewe Mola wangu mlezi, nikunjulie kifua changu, nikunjulie kifua changu, wayassir li amri, na unifanyie wepesi katika kazi yangu ambayo kwamba katika hii da'wa ambayo kwamba umenituma mimi. Wahlul uqdatan min lisani, na ulifungue fundo lililo katika ulimi wangu. Yafqahu qawli, wapate kufahamu, wapate kuelewa maneno yangu. Kisha anaendelea anasema Mwenyezi Mungu katika hiyo sura, waj'al li waziran min ahli, na nipe waziri msaidizi katika watu wangu mimi, ambaye kwamba nani huyo? Haruna akhi, Harun ndugu yangu. Ushdud bihi azri, kwake yeye niongoze au niongezee nguvu zangu mimi. Wa ashrikuhu fi amri, na umshirikishe katika da'wa hii ambayo kwamba wewe umenituma. Kay nusabihaka kathira, ili tukutakase sana. Wanadhkuraka kathira, na tukukumbuke sana, mpaka mwisho wa aya. Aya hii ambayo kwamba tumesoma inaonyesha wazi kwamba Nabii Musa alayhi salam jukumu lake ilikuwa ni kumlingania Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kwanza kumtambulisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa Firaun, kwamba Mwenyezi Mungu amempatia jukumu, nenda kwa Firaun, mwelezee mimi ni nani. Yeye siye Mungu, yeye siye chochote, mwelezee mimi ni nani, mimi ni muumba wake, mimi ndiye ambaye kwamba nimemweka katika ardhi, mimi ndiye ambaye kwamba nimemjalia, wala si yeye vile anavyodai. Kwa hivyo jukumu lake ilikuwa ni kufikisha risala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni aya nyingine ambayo kwamba tulimeisoma, iko katika suratu Taha. Twende katika suratu Maryam katika aya ya 30. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, Bismillahir Rahmanir Rahim, qala inni Abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyya, akasema Nabii Isa alayhi salam, hakika mimi ni mtume au ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amenipa atani au atani alkitaba, amenipa kitabu, waja'alani nabiyya, na amenifanya mimi kuwa nabii. Anaendelea anasema Mwenyezi Mungu, waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Waja'alani mubaraka, na amenijalia ni mwenye kubarikiwa popote pale nilipo. Aynama kuntu wa awsani bis-sala, na amenihusia sala au akanihusia na sala au akanihusia mimi kuswali, akaniwajibishia mimi sala. Wazaka, na zaka. Madumtu hayya, madama mimi niko hai. Hiyo ni aya ya pili katika sura, hiyo ni aya ya pili ambayo kwamba tumesoma katika sura Maryam. Aya ya tatu anaendelea anasema, ambayo kwamba ni aya 32, wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya, na nimtendee wema mama yangu wala hakunifanya niwe jeuri mwovu. Katika aya hizi tatu tunapata kwamba aya ya kwanza kabisa, Nabii Isa alayhi salam amedhihirisha wazi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia kitabu, na hii kitabu nani ambaye kwamba anayeweza kusherehesha wakati wake au angeweza kusherehesha wakati wake isipokuwa ni Nabii Isa yeye mwenyewe, ambaye kwamba ni kitabu cha Injili. Anaendelea Mwenyezi Mungu anasema, dhalika Isa ibn Maryam qawla alhaqi alladhi fihi yamtarun, baada ya kusema kwamba wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya, akasema kwamba dhalika Isa ibn Maryam qawla alhaqi alladhi fihi yamtarun, huyo ndiye Isa mwana wa Maryamu,
ndiye kauli ya haki ambayo wanaifanyia shaka. Hiyo ni aya nyingine. Aya nyingine ambayo kwamba tunaipata katika suratu Nahli aya ya 36. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, Bismillahir Rahmanir Rahim, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalalah fasiru fil ardi fandhuru kayfa kana aqibatul mukaththibin. Sadaqa Allahul aliyyul adhim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya hii, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, na kwa hakika kwa kila umma tuliutumia mtume au tulituma mtume. Ani'budullah, huyu mtume anasema nini? Anasema kwamba muabuduni Mwenyezi Mungu, ambaye kwamba ni Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kwamba ameomba nyinyi. Wajtanibu taghut, na mwepukeni shetani, mwepukeni mataghuti. Faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalalah fasiru fil ardi fandhuru kayfa kana aqibatul mukaththibin. Basi kati yao wapo aliowaongoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa minhum man haqqat alayhi ad-dalala, na kati yao wapo ambao ulipowathibitikia upotovu. Kisha anamalizia anasema, fasiru fil ardi, basi tembeeni katika ardhi, fandhuru kaifa kana aqibatul mukaththibin, basi muangalieni ulikuwaje mwisho wa wanaokanusha aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii aya inaonyesha na inathibitisha pia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituma manabii, na baada ya kutuma manabii hao manabii waliwaelezea nini, waliwaamrisha nini watu wao, na watu wao mwisho wakaja kukana. Kisha anaendelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Taha, hiyo sura Taha ambayo kwamba tumesoma kabla ya muda mchache, wa ana akhtartuka fastami lima yuha, nami nimekuteua wewe Nabii Musa, fastami lima yuha, basi sikiza yale ambayo kwamba unaelezewa, yani ufunuo ambao kwamba unafunuliwa. Mwenyezi Mungu anaendelea anasema, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata lidhikri. Mwenyezi Mungu anasema kwamba innani ana Allah, hakika mimi ndiye Mwenyezi Mungu, ndiye muumba wako wewe. La ilaha illa ana, hapana Mungu illa mimi pekee, basi niabudu mimi. Fa'buduni, basi niabudu mimi. Wa aqimis salata lidhikri, na ushike swala kwa ajili ya kunikumbuka mimi. Anaendelea katika aya ya 31 katika sura Maryam, waja'alani mubarakan ainama kuntu awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Shekhe pia amekuja na aya hizi katika njia ya kusisitiza kwamba wale manabii ambao kwamba waliopita walikuja na vitabu, na hivyo vitabu wao wakawa ni wenye kuvisherehesha na kulingania watu wao na kuongoza baadhi, na wengine wakawa ni wenye kuwakanusha. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Hud aya 87, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, Bismillahir Rahmanir Rahim, qalu ya Shuaibu asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid. Sadaqa Allahul aliyyul adhim. Qalu ya Shuaibu, wakasema ewe Shuaib, asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna, ni sala zako ndizo zinazokuamrisha tuyaache waliokuwa wakiabudu baba zetu, au an naf'ala fi amwalina ma nasha, au tuache tufanye tupendabo katika mali zetu sisi. Kisha anasema innaka la antal halimur rashid, ama hakika wewe ni mstahimilivu
ukweli na mwongofu. Aya hii pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kuthibitisha kwamba, kuonesha kwamba miongoni mwa kazi za Nabii Nuh alayhi salam ilikuwa ni kuamrisha pia sala, na sala kama vile tutakavyoona baadaye ni miongoni mwa sheria ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni mwenye kujalia kwa wanadamu pasina kubagua huyu ni nani na huyu ni nani. Aya ya 88 katika hiyo suratu Hud anasema, bismillahir rahmanir rahim, qala ya qaumi araaitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'at wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anasema kwamba qala ya qaumi, akasema enyi watu wangu, araaitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, mwonaje ikiwa ninayo dalili ambayo kwamba zile dalili ziko wazi inayotokana na Mola wangu mimi, warazaqani minhu rizqan hasana, na ikawa yeye ameniruzuku mimi riziki njema kutoka kwake, wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, na sitaki mimi na sipendi kukukhalifuni nikafanya yale ninayo kukatazeni. Anaendelea anasema, in uridu illa al-islah, sitaki illa kutengeza kiasi ninavyoweza, wama tawfiki illa billah, mpaka mwisho wa aya. Aya hii pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kuonesha kwamba Nabii alayhi salam amefanya nini, anachoamrisha yeye, kitu ambacho kwamba anachoamrisha hawezi kukhalifu. Hawezi amrisha swala, hawezi amrisha mema, kisha yeye akawa ndo mtu wa kwanza kuwa ni mwenye kupinga au ni mwenye kukataa au ni mwenye kwenda kinyume ya kitu ambacho kwamba anachoamrisha. Anaendelea katika aya nyingine anasema, wa Ibrahim yadu ila alhajj, na tunapata pia Nabii Ibrahim alayhi salam akiwa ni mwenye kufanya da'wa, ni mwenye kulingania watu katika haji. Katika suratu Hajj aya ya 27 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, bismillahir rahmanir rahim, wa adhin fin nas bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatin min kulli fajjin amiq. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii, waadhin fi nnas, na watangazie watu ewe Ibrahim, waadhin fi nnasi bilhajj, na watangazie watu hija ewe Ibrahim, yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatin min kulli fajjin amik, watakujia kwa miguu. Kuna watu ambao kwamba watakuja haji wakitembea juu ya kila ngamia aliyekonda, wakija kutoka katika kila njia mbali. Yani kuna watu ambao kwamba watakuwa wanakuja kwa miguu, kuna wengine watakuwa wanakuja kwa vipanda kutoka sehemu mbalimbali, ambayo kwamba leo tunaona watu watakapoenda hija, kuna wengine wako karibu na Makka, kuna wengine wako jirani ya nchi hiyo, na kuna wengine wako mbali, wengine wanakuja na ndege, wengine wanakuja na magari, wengine wanakuja na miguu. Hii ilikuwa ni da'wa ya Nabii Ibrahim alayhi salam, ambaye kwamba tunaona pia haji ni miongoni mwa vitu ambavyo kwamba vimelazimishwa na vimekalifishwa kwa kila mja ambaye kwamba yuko katika zama hizi, kama vile inshallah taala tutakuwa wenye kueleza baadaye. Anaendelea anasema, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Liyashhadu manafi'a lahum, ili washuhudie manufaa yao, wayadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat, na walitaje jina la Mwenyezi Mungu katika siku maalum, ala ma razaqahum min bahimatil an'am.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea anasema, fakulu minha wa at'imu al-ba'isa al-faqir, basi kuleni katika hao na mlisheni mwenye shida aliye fakiri. Hii ni aya nyingine inaonyesha kwamba Nabii Ibrahim alayhi salam alipoamrisha haji na haji ikawa ni taklif kwa kila mmoja, na baada ya kuwa ni taklif, sasa sababu ya haji ni nini? Mwenyezi Mungu anamalizia anasema, dhalika waman yuadhim hurumatillah, ndivyo hivyo na anayevitukuza vitakatifu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fahuwa khairul lah, basi hiyo ndiyo khairi yake mbele ya Mola mlezi wake. Wa uhillat lakumul an'am, na mmehalalishiwa nyama hoa, illa wale mliosomewa, ambaye kwamba mliotajiwa. Fajtanibu rijsa min al-awthan wajtanibu qawla zur. Mwenyezi Mungu anamalizia anasema, basi jiepusheni na uchafu wa masanamu na jiepusheni na usemi wa uongo. Aya 30 anaendelea, dhalika waman yuadhim hurumatillah fahuwa khairul lah, mpaka mwisho wa aya. Katika aya hiyo tunaona Nabii Ibrahim alayhi salam ameamrisha kuhusiana na masala haji. Sasa tuingie katika swala nyingine ambayo kwamba tunapata mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia kuna hukumu ambayo kwamba alipawa, ambayo kwamba hiyo hukumu ilifungamana na imefungamana na jamii zilizopita na jamii hii ambayo kwamba na umma wake ambao kwamba ni umma wa Kiislamu. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, mmeandikiwa saumu, mmefaradhishiwa saumu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndo maana anamalizia Sheikh anasema kwamba lidha, kwa hivyo taalimat amma li jamii al-anbiya al-idham taqulu al-aya fi al-jumla al-akhira, yani anasema kwamba mafunzo zote ambazo kwamba manabii wote walipatiwa, aya mwisho inasema kwamba an aqimu dina wala tatafarraku fi. Akiendelea katika ile aya ambayo kwamba tumeanza katika sura Shura, yani mafunzo kuanzia Nabii Adam alayhi salam kuja kwa Nabii Nuh alayhi salam kuja kwa Nabii Ibrahim alayhi salam kuja kwa Nabii Musa, Nabii Isa, Nabii Shuaib, Nabii Saleh, manabii wote anasema an aqimu din, simamisheni dini, wala tatafarraku fi, wala msitafautiane katika hiyo dini ambayo kwamba tumewaleteni na tumewateremshieni. Kwa hivyo anamalizia anasema, fahiya tusi bi amrain muhimain, inaamrisha na inahusia na inatoa mwongozo wa maswala mawili. Anasema al-awwal katika aya hiyo, iqama dini al-khaliq fi kulli al-ard, yani kusimamisha dini ya Mwenyezi Mungu katika ardhi yote, walaysa al-amal fahasab, na sio kuja na amali, yani kufanya amali peke yake, bal iqamatuhu, bali kusimamisha dini, wa ihyauhu, na kuhiwisha, wa nashruhu, na kuieneza. Ya kwanza. Ya pili, al-ihtiraz anil balai al-adhim, yani al-firqa wan-nifaq fi din. Aya hiyo pia inaongea kuhusiana na nini? Kuhusiana na kutofautiana, yani kufarakiana, wakati ambao kama Mwenyezi Mungu anasema wala tatafarraku, wala msitofautiane wala msifarakiane. Kwa hivyo aya hii pia inaongea kuhusiana na nini? Al-ihtiraz anil balai al-adhim, yani alfarqa wa nifaq fi din, yani kutokuwa na nifaq na kutokuwa na utofauti na kukhitalifiana katika dini. Wa baada dhalika taqul, na baada hapo pia aya inaendelea ambayo kwamba inshallah taala katika kikao tutakayokuja tutakuwa ni kuanza hapa katika kipande hiki ambacho kwamba kinasema kabura ala almushrikina ma tad'uhum ilayhi. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.